Watu wengi naona mtandaoni wamekuwa hawaridhishwi na jinsi ambavyo Yanga ya Romain Folz inacheza uwanjani. Binafsi niseme kwamba nawaelewa na ni kweli kuna changamoto ya kiufundi, lakini ni changamoto moja ndogo. Yaani kiukweli ni changamoto ambayo inaweza kufanyiwa kazi kwenye kiwanja cha mazoezi, na pengine hata kuanzia mchezo unaokuja wa Yanga, uwe ni wa ligi au wa mashindano yoyote, tukaona Yanga yenye kuridhisha zaidi inapokuwa uwanjani ikiwa inajaribu kutekeleza kile ambacho mwalimu anakitaka. Yanga ina shida moja kubwa. Kwa mtu yoyote ambaye hata hana uelewa labda mkubwa sana wa kiufundi au wa kimbinu au kuhusu mikakati ya timu jinsi inavyocheza, ukiitizama Yanga ya Folz utagundua kitu kimoja. Jaribu kuzingatia umbali kutoka kwenye mstari mmoja kwenda kwenye mstari mwingine Yanga wakiwa na mpira. Yaani mstari wa kina Job pamoja na Baka kwenda kwenye mstari wa kina Ndambwile na Abuya na viungo wengine mpaka kwenda kwenye mstari wa kina Dube kule mbele. Utakuja kugundua kwamba kuna umbali mkubwa sana kutoka mstari mpaka mstari. Kwa hiyo timu inajikuta ni kama imekatika, yani timu inacheza lakini ni timu ambayo kama imekatika. Yaani kwa lugha nyepesi ni kama vile Yanga wanacheza open space, sema tu kuna magoli na kuna wapinzani ambao nao wanajaribu kufunga na Yanga nao wanajaribu kutafuta goli. Lakini Yanga ni kama vile muundo wao unawafanya wachezaji waonekane ni kama kila mmoja ama kila eneo limejikatia kipande chake. Na hiyo ndiyo changamoto kubwa ambayo imekuwepo kwenye Yanga ya Folz kwa kiasi kikubwa sana kiufundi. Msingi namba moja, haijalishi mwalimu unafundisha mpira wapi, unafundisha falsafa ipi, kuna vitu vinaitwa msingi na kuna vitu vinaitwa falsafa. Falsafa ya mwalimu haina shida. Kwanza watu nitawaambia tu kitu kimoja. Yanga ya Folz haina tofauti na Yanga ya Ramovic kwenye jinsi ambavyo ilikuwa inacheza. Tofauti ni kwamba Yanga ya Ramovic ilikuwa ikipoteza mpira inaanza kufanya pressing kwenye eneo la juu. Folz timu yake ikipoteza mpira anataka wachezaji warudi katika muundo wa kuzuia kuanzia katikati. Lakini Yanga ya Ramovic ilikuwa ni vile vile. Pasi moja mbili, timu inapiga mpira kwenye njia, watu wanakimbia nyuma ya safu ya ulinzi ya timu pinzani, wanajaribu kwenda kufanya maangamizi kipindi kile. Lakini shida ya Yanga ya Folz ni kwamba imekosa msingi wa kuifanya timu iwe karibu karibu, yani ile mistari ya wachezaji kuwa karibu, kiasi kwamba mchezaji kwenye eneo lolote lile, awe ni Jobu, awe ni Ndambwile, awe labda ni Dube au Boka, mtu anapokea mpira inamlazimu achukue touch ya kwanza, touch ya pili, au tembeze mpira kwa mita kadhaa kabla hajafikiria wapi aupeleke mpira. Ni kwa sababu wachezaji wengine wanakuwa wako mbali na mchezaji mwenye mpira. Yaani muundo ambao Yanga wanautumia hivi sasa unawaweka wachezaji mbali mbali, na ndio maana hata mpira ukipotea ni ngumu sana kurudisha kwa haraka kwa sababu kila mtu anakuwa mbali na mwenzake. Kwa hiyo hii ndio inaleta mkanganyiko wote ambao tunauona hivi sasa. Hakuna kocha haeleweki. Ni ngumu sana watu kuelewa ama mfumo wa mwalimu kuonekana kama timu inacheza ikiwa kama imekatika uwanjani. Kila mchezaji anakuwa amecheza kwenye, yani wachezaji wako mbalimbali uwanjani. Lazima itakuja dhana ya kwamba timu inategemea zaidi uwezo wa mchezaji mmoja mmoja. Lazima ionekane timu kama vile kuna muda inategemea sana mipira mirefu. Mipira mirefu ama mipira ya kwenye nafasi inaonekana ni mpira ambao mwalimu Folz anautaka, lakini kuna muda kwa sababu muundo wa timu unakuwa umekatika, timu inakuwa iko mbali mbali sana, kuna muda mipira mirefu ni kama inakuwa pia inazidi. Yaani hiyo mipira yenyewe mirefu kila wakati inapigwa, ni kwa sababu ukiangalia option yako ya karibu, wewe mwenye mpira unamwona mtu yuko mbali. Kwa hiyo kuna muda unaona bora mipira iwe ni ya kuvusha tu kila wakati. Kwa hiyo mimi ninachoweza kusema ni kwamba kile ambacho tunakiona hivi sasa kwa Folz, kwanza falsafa haina shida ya mwalimu. Ile ni falsafa ambayo walimu wengi duniani wanaitumia kwa maana ya kujaribu kucheza mpira ambao ni direct. Shida ambayo inaonekana kwa Folz na ambayo inaleta ukakasi kwa wengi ni kwamba timu ikiwa uwanjani ni kama imekatika. Yaani Yanga ni kama wanacheza open space uwanjani. Uwanja unakuwa mkubwa sana kwa wachezaji wanakuwa mbali mbali mno. Na huo ndo msingi namba moja wa timu yoyote, haijalishi ligi gani, timu gani, nchi gani. Mkiwa na mpira mnakuwa karibu karibu. Hata mnapokuwa mnaupoteza mpira, ni rahisi kurudisha mpira ambao
timu inakuwa iko karibu karibu, wote mnajikuta mnaweza kukusanyika kwenye eneo lenye mpira na kuweka pressure na kuurudisha tena ule mpira. Kwa hiyo shida kubwa ambayo mimi naiona kwenye Yanga Falls ni hiyo. Muundo unatanuka sana timu ikiwa na mpira. Mwalimu akiweza kwenda kuifanya timu iwe karibu karibu na huo mpira wake, binafsi naamini tutaona Yanga ya tofauti, na hata mitazamo kuhusu mwalimu itabadilika kwenye mechi chache tu zinazoweza kuja kama atakifanyia kazi hicho kitu. Lakini kingine, nafikiri hata physically, kimwili, Yanga energy yao imepungua tofauti na msimu uliopita. Hilo ni jambo ambalo pia nimekuja kuligundua. Kuna muda Yanga ukiwashambulia ama wao wakitoka kushambulia alafu ikawa nizamu ya mpinzani kupiga transition ama counter, timu ni kama kuna muda inakatika. Yani unawaona wa mbele, wa nyuma, wale walio mbele mpaka kurudi kwenye nafasi zao wanachukua muda mrefu wakati mwingine. Kwa hiyo nafikiri vitu viwili. Lakini hili la physicality, ili nafikiri ni swala ambalo linaweza likarekebishwa labda mapema zaidi, kwamba ni kiasi tu cha kwenda kuongeza energy kwa wachezaji, ila hili la muundo kuwa unakatika uwanjani, timu kuonekana inacheza ikiwa mbalimbali, ili linabaki kwa Falls. Na asipolirekebisha, huenda Yanga ikaendelea kupata matokeo kwenye ligi, wakawa wanashinda hivi bila kuridhisha, wanashinda. Lakini kwenye michuano ya kimataifa, muda si mrefu hii shida itakuja kuwaletea matatizo Yanga. Zipo timu zenye ubora kidogo tu zitakuja zitaadhibu vibaya hichi ambacho Yanga wanakifanya hivi sasa kiufundi. Kwa hiyo nafikiri mwalimu akiweza kwenda kuifanya timu icheze karibu, kuwe kuna compactness baina ya mistari yao mitatu, kwa hichi ambacho mwalimu anakitaka kiufundi timu hiyo inacheza, basi mimi naamini watu watakuja kukiheshimu mwalimu anachokifanya, na Yanga inaweza ikawa ni ya tofauti muda si mrefu.